السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na utaratibu wetu wa kukumbushana katika masala yanayofungamana na ibada zetu, na bado tupo katika mlolongo wa kuifuatilia ibada takatifu ambayo ni miongoni mwa nguzo za Uislamu, nayo ni ibada ya somo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tukiwa katika mwezi mosi Shaaban, bado tunaendelea katika utaratibu huo, lakini moja kwa moja baada ya kukamilisha shurutu sihhati saum, yani masharti yatakayompelekea mfungaji ili ibada yake ya somo ikamilike, tayari tumekwisha yamaliza, na sasa hivi tunaingia katika kipengele kinachozungumzia alladhina yubahu lahumul fitra, alladhina yubahu lahumul fitra, kwa maana kwamba wale ambao ni halali wao kula mchana wa somo, wale ambao walioruhusiwa kula katika mchana wa somo. Na kipengele hiki kinapewa nguvu na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na ruhusa yake ambayo ametupatia sisi wanadamu, sisi Waislamu, pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, na kwa yule mtu ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi mtu huyo atakuja kuilipa saumu hiyo baada ya safari yake au baada ya kupona kwake. Hii ni ruhusa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Moja kwa moja tukianza katika mlolongo wa wale ambao waliopewa ruhusa ya kula katika mchana wa somo, mtu wa kwanza, almaridhu idha khafa ad-darar. Almaridhu idha khafa ad-darar ni yule mtu ambaye ni mgonjwa, katika yale maradhi yake yeye ikawa anaogopea juu ya masala mazima ya kudhurika. Ni kwa yule mtu ambaye ni mgonjwa na ikawa ana hofu kwamba kutokana na ile hali aliyokuwa nayo ya maradhi, kama endapo atakuwa ni mwenye kushinda na njaa, kwa maana kwamba akawa ni mwenye kufunga, basi anaweza akapata madhara, basi Muislamu huyu amepewa ruhusa ya kula kwa heshima, sio kujilia ovyo ovyo, ale kwa heshima, na kisha baada ya hapo basi atakuja kulipa atakapokuwa afya yake imerudi sawa sawa. Lakini pia mtu wa pili ambaye amepewa ruhusa ya kula mchana wa somo, walmusafiru safara mubaha, walmusafiru safara mubaha, na yule mtu ambaye atakayekuwa ni msafiri, lakini hiyo safari yenyewe iwe ni safari ya halali. Ikiwa ni safari ya halali, basi moja kwa moja huyu ameruhusiwa yeye kula kwa heshima katika ule mchana wa saumu, kwa maana kwamba kama itakuwa safari yake siyo safari ya halali, basi moja kwa moja huyu hataruhusiwa yeye kula, atatakiwa afunge vile vile.
na wala haina maana kuwa hayo maasi anayoyafanya au anakwenda kuyafanya kwamba eti yanapendeza, hapana, au yameruhusiwa, hapana. Hakuna maasi yoyote ambayo yanayoruhusiwa, isipokuwa tu kwamba hapa ameondolewa katika ile hali ya dharura. Kwa hiyo moja kwa moja huyu atafunga kama kawaida. Kwa hiyo sheria baada ya hapo imetueleza ya kuwa wa innawa sawmu min al-layli thumma safara qabla al-fajr, kama ikiwa atakuwa huyu mfungaji amenuia kufunga wakati ule wa usiku, mwenyewe ametiania kwamba kesho anafunga, alafu kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kusafiri kabla bado ya ule muda wa alfajiri ule haujafika, ule muda wa kufunga, basi moja kwa moja huyu ataruhusiwa katika ile hali ya kula, hakuna tatizo juu ya hilo. Wa idha safara ba'da tulu'i, lakini kama endapo huyu msafiri atasafiri baada ya kuwa tayari ule muda wa kufunga umekushafika, baada tulu'i alfajiri, alfajiri tayari imekwisha kuingia, fala yuftir, basi huyu hatopata ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani. Mtu huyu hatopata ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo inatakiwa kuwa kwa yule ambaye yeye alitiania usiku, baada ya kutiania kisha akapata safari ile akaifanya kabla bado ule muda wa somo haujafika, basi huyu ndiye atakayeruhusiwa. Lakini wewe umetiania, baada ya kutiania tayari ule muda wa kufunga tayari ikawa umeshaanza, alfajiri tayari imeshachomoza, basi hapo wewe hautaruhusiwa kula kwa sababu tayari umeshaingia katika ibada ya saumu. Kwa hiyo hii utaendelea nayo kama kawaida na wala hautakuwa ni mwenye kufungua. Lakini pia sheria ikaendelea kutueleza kuwa wasaumu fi safar afdal in lam yatadarrar bihi, pia mtu kufunga ibada ya saumu, mtu kuitekeleza pale anapokuwa yupo safarini, basi jambo hilo ni bora zaidi, lakini kwa sharti ikiwa akifanya hivyo hakutokuwa na madhara yoyote katika safari yake, ikiwa hakutokuwa na madhara yoyote katika safari yake. Na hili ni jambo ambalo liko wazi. Leo hii unatoka hapa unakwenda zako Dubai, unatoka hapa unakwenda zako Arusha, raha kustarehe kabisa, kiasi ambacho labda pengine wenye basi pia unafahamu kwamba muda huu wa kufuturu sehemu fulani wasimame watu wafuturu, au labda pengine kuna vyakula ambavyo vinagawiwa katika ndege au katika mabasi. Basi kufanya kwako hivyo kwa maana kwamba ikawa uko ndani ya somo, jambo hilo litakuwa ni bora zaidi. Lakini kama endapo utaona kuwa safari yenyewe ni ya mashaka, hujui ikoje, mazingira yake ni magumu, basi hapo moja kwa moja unaweza ukala katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, lakini ule kwa heshima. Lakini pia hili tumeruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liqaulihi ta'ala, wa in tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun, kama ikiwa nyinyi mko safarini na mkaamua kufunga, basi kufanya hivyo ni bora zaidi ikiwa nyinyi ni wenye kujua. Kufanya hivyo inakuwa ni bora zaidi. Lakini kama endapo kutakuwa na adha yoyote, labda pengine safari hiyo haina ulegevu wowote, kuna ugumu, basi hilo litakuwa ni dharura, na moja kwa moja unawezekana ukawa si mwenye kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika zile siku ambazo utakazokuwa safarini, na hapo sasa ndio utakuja kuzilipa baada ya kurejea kwako. Inshallah kwa leo tuishie hapo. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale kusikia maneno yake na kuyafuata.